Mimi kama alivyoeleza alwalid almarhum alipozaliwa akapenda nitabaruku kwa jina la Mansab. Mwenye Mansabu ndio wingi waiwa katika tarehe alioanzisha riadha, aliweza kutoa kiwanda chake, na ni rafiki mkubwa wa Habib Saleh. Mwenyezi Mungu atunufaishe na baraka zao. Nimesoma hapa nikamaliza secondary school, nikapata bahati kusoma India, tabibu na daktari ambao kwamba imekusanya tiba zote mbili, tiba al-arabi na tiba za kisasa. Nikarudi Kenya tukafanya kazi katika Kenyatta University, nikapata nafasi tena kwenda kusomea Uingereza masters. Tukafanya kazi na serikali katika hospitali za bara, Nairobi, Thika na sehemu nyingine Nakuru. Tukafanya kazi katika NGO, tukaendelea kufanya kazi katika NGO nyingine ya madaktari Doctors Worldwide ambao walikuwa director. Tukafungua Mustawsif Mombasa, tukafanya kazi hapa kwa walimjua katika county kama chief officer. Baada ya kutoka Nairobi tukaendelea na kazi za serikali na tukishirikiana katika wizara hii ya afya, na alhamdulillah tumeweza pia kufanya kazi katika shirika kubwa la ulimwengu la afya ambalo inaitwa World Health Organization, ambao mimi ni consultant au mshauri katika mambo ya afya hasa ya maradhi ya outbreak. Kwa sasa shughuli tunayofanya huko Nairobi katika kitengo cha department ambayo kwamba tushughulika na kutayarisha magonjwa wakati yanapotokea, hasa magonjwa ya outbreak. Kwa hiyo kazi zetu zaidi ni kufuata na kukusanya, tukishirikiana data, tukishirikiana na counties, zile data tukizianalyze na kisha tukijaribu kutoa mapendekezo kwa serikali kwamba sasa kuna matatizo fulani, kwa mfano kama malaria, tuambie serikali hapa malaria imezidi, yatakana hili mapendekezo, na mara nyingi huwa serikali kutusikiza, na ikiwa kuna bali basi ikiweza kufanya mapendekezo ama tukishirikiana na partners ama madola tofauti ili kuweza kukabili matatizo katika nchi. Mada ambayo kwamba tumepangiwa tuzungumze ni kuhusu afya zetu baada ya Ramadhani. Kama Ramadhani tuko katika kipindi cha darasa ambayo kwamba tumaliza Ramadhani, na tushukuru katika kipindi hiki cha Ramadhani na mtindo huu ambao tumefanya sasa. Madaktari walikuwa kadhaa hapa wakieleza mada tofauti ambazo zikichangisha katika umuhimu wa kufunga katika mwezi wa Ramadhani, na pia tunashukuru kwamba madaktari katika mawaidha ama programs maudhui ya mpango hii ilikuwa ni upande wa hotuba. Kwa hivyo hii yatupa mwongozo ama yatupa faida kwamba afya ina muhimu sana, na afya ni kitu ambacho kwamba kimefunganishwa na somo. Kwa nini kimefunganishwa na somo? Kwa hadithi mbalimbali, kwa maelezo yaliyoelezwa na wataalamu tofauti kuhusu umuhimu wa kufunga katika Ramadhani. Kwa hivyo mwanzo, kabla siendelea na mada ya kuangalia kitu gani tutafanya ili somo zetu ama hii afya yetu na mambo ambayo tunafanya Ramadhani katika kuhusu afya iweze kuendelea katika siku nyingine ama katika maisha mengine, kwa sababu kama tunavyojua ikiwa Ramadhani imekuwa kufanya ibada nyingi, kufanya mambo mengi, bila shaka wakati wa Ramadhani ule wakati mwingine, na hii ndio mambo ambayo tunafanya kwenye afya zetu, ndio mambo haya tunataka kufanya katika siku ambayo sio kwa sababu afya ni kitu hatuwezi kuepukana nayo kwenye maisha. Ili tuweze kuwa watu kufanya kazi
lazima tuwe na afya nzuri. Afya nzuri na afya nzuri ili tuwe nayo kufanya mambo kadhaa, na hiyo Ramadhani imekuwa ni kitu muhimu sana cha kuweza sisi kupata mafundisho ya hii afya, namna gani tutafanya au namna gani tuendelea nazo ili tuweze kuendelea katika siku nyingine. Mazungumzo yangu yanaendelea sana katika approach ama usulubu wa Kiislamu, kwa sababu hii sunna imefunganishwa na Ramadhani, na lazima tuangalie Ramadhani kwa uono wa maono ya Kiislamu, kwa sababu sisi ni Waislamu. Na si ajabu kuona sayansi imetufundishia mambo mengi ya Kiislamu, bali kuna mambo mengi ya Kiislamu imetufundishia, na mambo ya kufunga kufundishia kwamba yanafanyika katika somo zetu. Bila shaka somo zetu zina faida zikiingiliana na Uislamu, na ndio maana tuambiwa katika hadithi hii wetu wafahamu sumu kasiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sumu kasiri. Sasa tuulize, kufunga huku tupata afya kinamna gani? Kama wanasayansi wametupa ithbat, na mara nyingi sisi Waislamu si lazima kufuata ama kutoa dalili. Kama Mwenyezi Mungu ametuambia tufunge, amri tumepawa ni kufunga na kuendelea na ibada, lakini zinapotoka uthibitisho wa sayansi kwa hii siha zenu za zidi wakati ukifunga, basi huwa nzuri zaidi na kututia imani. Kwa hiyo kufunga imefunganishwa sana na somo, kwa sababu afya nyingi ambayo mambo mengi ambayo tutapata sisi, kama mambo kadhaa ambayo tufaidika nayo ni matumbo kupata kusaga uzuri. Wanaotambia wataalamu kama matatizo yote ya maradhi kutokana kwenye tumbo. Kwa hivyo ikiwa ulipumzisha tumbo lako na kula, bila shaka huipa nafasi ya siha kwa uzuri na kutoa zile sumu ambazo kwamba ziko katika mwili. Bila shaka ukifunga, hayo mafanikio ya kisayansi kwamba kinga na maradhi kadhaa ambayo kwamba yanatupata, ili tuweze kufunga na tukifunga tuweze kupata faida kwa hizo. Mara nyingi tukisikia ama tukienda kwenye nikah, tusikie ni khutba ikitaja ya mashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Kwa nini? Fa inna lahu wiya, inakinga ile somo. Barabara tumeambiwa akiwa hawezi kuoa, moja katika mambo ambayo kwamba hayataka yafanye ni kufunga, kwa sababu kule kufunga inampa ile discipline, na kuna hormones fulani za barabara wa mtu mwenye nguvu, na zikiweza akiweza kufunga basi kuregulate na zikawa balance, na akaweza kujizuia na akawa na discipline ya kuweza kujizuia asiingie katika matatizo ama asitamani sana, na ikampa nguvu ya kiakili ambayo yamfanya yeye asitamani mambo mengine. Kwa hivyo ikiwa mabarabara ama wenye nguvu wamekatazwa au wameambiwa wafunge wakati ikiwa hawawezi kufanya ama kuoa, basi bila shaka kufunga ndio tutakapo kuna faida kubwa katika mwili wa mwanadamu. Tukiangalia taarifu ya siha katika wanavyoeleza shirika hili la World Health Organization, ambao ni shirika la ulimwengu mzima inalohusisha mambo ya afya, wameeleza maana ya kuwa na siha. Maana ya afya ni kuwa mtu amekuwa mzima katika afya ya mwili wake, akili yake
na mambo na mazingira ya kijamii, na si kuwa na maradhi peke yake. Kwa hivyo hapa tunafahamu haya mazungumzo ya WHO na mazungumzo kama ya ulimwengu unaoendelea, waona kuna dharura ya kuwa hii siha haikuhusishwa peke yake na kula, imehusishwa kuwa na siha mzuri unapokuwa na nguvu na akili na jamii unaishi. Na haya ndio mafundisho tunayopata wakati wa Ramadhani. Unaona haya mafundisho ambayo kwamba ulimwengu sasa wayaona ni muhimu. Sisi tayari tumeambiwa na Qur'ani yetu kwamba tufunge ili tupate afya. Kwa hivyo kufunga kuna faida kubwa ya afya, na kuna matatizo ama mambo mingi ya kiafya ambayo kwamba tunataka tufahamu wakati wa Ramadhani yametufaidisha kinamna gani. Ndio nikaenda kutoka mwanzo kwamba tufahamu sisi tuko katika tumepita kwa Ramadhani, lakini faida gani ambayo tumeipata katika siha, na hii faida kwa nini hatuwezi kuendelea nayo baada ya kuwa tumeiona kuna faida ya kiafya. Mambo kadhaa ya kufunga, ama hii kufunga ama kujilazimisha kuketi na njaa, kuna faida. Hata madaktari katika maradhi mengine, mfano sukari na wengine, wakwambia bwana wewe ukitaka ufunge, kama sikufunga huko tunakufunga sisi kwa wakati wa Ramadhani, lakini wakwambia ni masaa 8 ama masaa 12 uziziwe na kula, kwa sababu kuna afya yako yataka iangaliwe na yataka ipate nafasi, usiweze kula kwa sababu upate nafasi ya matibabu. Kwa hivyo moja katika matibabu yanayotumia na magonjwa fulani huwa waambiwe wewe ufunge. Kwa sababu gani? Kuna faida yake ya kufunga. Kama Ramadhani kama tulivyoeleza karibu na kumaliza tena, lakini faida ambazo kwamba zile ambazo ni muhimu tuzishike nazo, na kama si faida ama si katika mambo ambayo kwamba kuwa tumezima kula, basi tena Ramadhani kuna wengine tena walitumia nafasi wafungue mwadhini kwa israfu, baada ya kuenda kufuturu tena siku batembe damu tena fanya kama kiswasi, kwa sababu kesho sitokula, basi mpige damu sawa sawa. Kwa hapo hutofaidika na masomo. Kila kitu kimefanywa ama kimepangwa kwa nidhamu zake, kuwe na nafasi kwamba katika sunna za kuuma ni ule kiasi, kuwapa nafasi ya mai na pumzi. Lakini ikiwa utatumia mipango ya kula bila mipango, bila shaka hutakuwa umefaidika katika hii somo ule. Na mara nyingi tuambiwa kufungua mwadhini, ufungue hoteli, kwa sababu ina faida hiyo tende. Scientifically watu university wameifanyia research, wameiona kwa nini Waislamu kufungua hoteli. Bila shaka wanaona kuna faida kubwa, kuna faida, kuna utamu, mambo kadhaa ambayo kwamba. Kwa hivyo mambo mengi kama nilivyoeleza ya kidini na sunna ambayo wamekiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari na watu wamefanyia research na wanaona ni muhimu. Kwa hivyo hakuna haja sisi kuingilia mambo na kufanya mambo ambayo ni ya kisasa, tukaanza tena kufungua mwadhini kwa Pepsi, mabada, hizi fast food na nini, tukiona kwamba yatatusaidia, lakini hayo hasa fast food ndio zatuharibia. Kama kuna culture za kila sehemu na ambapo kwamba hatuwezi kuepuka nazo, chakula zetu mingi ambayo kwamba tunayaona ni vitu hatuwezi kuepuka, lakini kitu kinachotakikana ni kula kwa kiasi. Kula pamoja au sawa, yani mambo yote yafanye kwa kiasi. Ikiwa mambo yatafanya kwa kupitisha kiasi, basi itakuwa tunaingia katika maangamivu. Kwa hivyo si kula tu ambao kwamba tunatuambiwa ndio kitu muhimu katika kufunga, lakini kufunga uweze kuifunga na kula bila shaka, ambao kwamba kula huku umesababisha matatizo mengi kuondoka.
moja ni kupunguza ile cholesterol. Cholesterol ni mafuta ambayo yazidi katika mwili, yakizidi bila shaka husababisha kuganda katika mishipa na kusababisha matatizo mengine ambayo kwamba ni kiafya. Kwa hivyo kupunguza ile cholesterol. Insulin, watu wa matatizo maradhi ya sukari huwa wameweza kuimprove, yani kwa kiasi kikubwa wakati unapofunga. Matatizo ya moyo na pressure bila shaka huwa yamepungua zaidi na kuweza kumanage matatizo ya uzani wa mwili. Mbali kwamba kuna mambo ya kadhaa, mfano tabia nyingine za kimental ya kiakili ambapo kwamba ama za kusaidia na emotional, bila shaka kupunguza stress, kuondosha kuwa na tafkia, ni kuwa na focus katika mambo na kuweza kubalance emotion zetu wakati tumeweza kufunga. Na hili tuliona na mara nyingine tuambiwa kaswa katika hadithi ama katika maelezo kwamba ukimwona mwandani wako anataka kukupiga au amekutukana leo mwambie anaswali. Hayo ni maelezo ya kuwa wewe umeweza kuibalance. Wakati mwingine ukiwa huwezi kuibalance, kwa balance kwa sababu unakumbuka ni somo, lakini pia kuna hormones fulani za kufanya wewe usiende kufanya matatizo ama usiende kupigana, usiende kumdhulumu mtu. Kwa hivyo hizi zote zinachangia katika kufunga. Ni mambo ambayo kwamba funga ama hii somo yaweza kucontrol discipline, yani spiritual ama faida ambayo kwamba tunaipata katika masala ya kiakili, masala ya kirohania. Ni faida kubwa sana tunapata mambo ya kirohania. Leo siku hizi watu hutia magharama kwenda kutafuta namna ya kupata ile spiritual wengine wapa iunga na maklabu za yoga za kwenda katika kuna maklabu mengine huenda katika chumba ukipiga makelele fungu nini yote ile kukwambia kihutoa zile stress. Watu hutoa matue sauti kwenda kuiruka katika sisi tuna Uislamu, sisi tuna tarawih, sisi tuna al-adhiya, sisi tuna mambo mengi ya mkeo tunaozungumza na Mola wako. Mambo hayo yote yanakupa moyo katika ya kufanya kujenga katika ile hali ya rohania. Kwa hivyo hizi faida tumezieleza ni faida kubwa na ni faida muhimu sana, na mambo kadhaa ambayo kwamba ni muhimu katika faida za hizi somo, kama tulivyosema, kuongeza hali ya rohania, mental, akili kuweza kuiweka katika hali nzuri. Haya ni mambo ambayo kwamba yanapatikana katika faida za Ramadhani. Physical mwili wako, kama ikiwa utakwenda kwa nidhamu kama tulivyoelezwa na madaktari wengine, kula kwa kiasi, kupata usingizi kwa kiasi na kuondosha stress, bila shaka utakuwa umemanage matatizo ya afya yako. Mambo ya mwili, ya mambo ya heart, yani ya boost ama ya nguvu, hii somo ya Ramadhani katika masala ya pressure na kutia nguvu katika moyo wako, kupata kuwa na control katika mambo unayofanya, kama katika mambo ya social well-being, yani katika mambo ya jamii, kusaidiana pia ni mambo ambayo yanapatikana wakati wa Ramadhani. Kwa hivyo ikiwa umeona haya ni muhimu kusaidiana ambao kwamba yanapatikana katika Ramadhani, na mashallah Ramadhani huwa ni mwezi pekee yake ambao kwamba huweza watu kutangamana na kusaidiana. Kwa hivyo kwa nini miezi mingine tusiweze kufanya hayo? Kuzidisha katika faida ambayo kwamba tulieleza mwanzo ni haya matatizo ya tumbo, kama bila shaka tulivyoeleza tiba ama medicine, matatizo ya maradhi makubwa yatokana katika tumbo. Ikiwa tumeweza kulidhibiti tumbo, ikiwa tumeweza kuhakikisha tunachokula, tusifanye tumbo ndio basi ndio tutafunga mwadhini kile ukiwa nacho tena wakitia utasababisha maradhi. Lazima uwe na mipango
ya kuangalia unachokula na kuangalia wakati unaokula ili uweze kuhifadhi afya yako. Haya ni muhimu, ni mambo ambayo kwamba tumeeleza ni muhimu tuyafahamu, kwa sababu tukisha kuyafahamu tumeweza kufahamu kwamba mambo haya ni muhimu katika hii Ramadhani, na bila shaka hapo sasa tujiulize, tujifanyie mtihani. Mtu mwenyewe ajiulize, Ramadhani hii ama kizungu ajifanyia assessment, mimi katika afya yangu, na lao ingewezekana wengine wafanya wapima sukari kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, waangalie tofauti. Wengine wajipima wizani wao Ramadhani na baada ya Ramadhani ili waone tofauti. Kwa hiyo wewe ukijipima namna ulivyokuwa kabla ya Ramadhani na sasa Ramadhani imemalizika, ni kitu gani ambacho kwamba kimekufaidisha, na hizi tulizozitaja zitu muhimu ambazo kwamba zote zimeweza kupita katika hii Ramadhani, basi wewe umefikia katika daraja gani? Ikiwa umeweza kufanya mambo kadhaa, basi hapo sasa ndio tutakwambia tuendelee, na inshallah wakati nafikiri bado ama wakati ndio umetumalizikia, lakini kesho tutaeleza inshallah baada ya hii Ramadhani haya mambo ambayo kwamba tumeeleza umuhimu wa haya matatizo ambayo kwamba hii somo ambayo ni muhimu sana, ambayo imefungamana na Ramadhani na afya yetu. Faida ambayo kwamba tumezipata ndio hizi, na kuna mambo kadhaa ambayo kwamba vingine huwa hatuweza kuyazungumza kwa sababu yataka kwa tafsiri, na darasa hizi huwa hatuwezi kwenda kwa tafsiri, ima tuketi tufanye darasa lingine ama tuende katika masomo, lakini kwenda kuzungumza kwa ujumla, bila shaka wengi wetu wafahamu Ramadhani ina muhimu na siha zetu. Kwa hivyo baada ya kuwa haya tuna muhimu na siha zetu, inshallah kesho tutaeleza sasa namna ya kuendelea nazo hizi haya mambo mazuri ambayo kwamba tuliyofanya. Na taban tukilinganisha na amali zetu, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha, bila shaka somo na kula ni mwenyewe kujikontrol. Hakuna mtu anaweza kulazimisha basi kula. La. Kwa hivyo mwenyewe ukiweza kujidiscipline kwamba mimi nataka nile kwa kiasi, kwa hivyo hii yote ni mwenyewe kuwa na ile self discipline. Na mara nyingine hushinda kweli unapoalikwa kwa huwezi kujidhibiti, lakini kwa nini usiweze kudhibiti? Kwani chakula zile ni kitu gani ambacho kwa nyumbani huwezi kupata? Kwa hivyo ukiwa na discipline ya kuweza kujidhibiti na chakula na mambo mengine ambayo yote tumeeleza, basi inshallah kesho tutaeleza namna ya kuendelea nazo ili tuweze kufaidika, kwa sababu Ramadhani imekuja kama ni mafundisho. Ramadhani imekuja kama ni training ya kufanya wewe uweze kudumu na afya nzuri. Na inshallah Mwenyezi Mungu atubarikie, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.